Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ndugu yangu Muislam na mpenzi katika imani, kokote pale ulipo juu ya mgongo wa ardhi, amani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iwe juu yako na rehema zake na baraka zake. Leo nataka nikufundishe ndugu yangu Muislam, moja katika uradi zenye maajabu, moja katika uradi zenye siri kubwa, moja katika uradi ambazo ndugu yangu Muislam sijui hata nizieleze vipi ama nitafute neno gani litakalotosha kuielezea uradi hii, wallahi siwezi kuipata. Ni katika uradi ambazo zina maajabu kubwa kabisa katika kumfungulia mtu abwabu riziki, ile milango mikubwa ya riziki. Mtu ambaye anataka kupata riziki nzito kubwa, riziki zenye kheri na yeye riziki zenye baraka ndani yake, basi insha al-Maula jalla jalaluhu ashikamane na huu uradi nitakao uelekeza katika siku hii ya leo. Namna gani ya kufanya uradi huu na vipi utaufanya uradi huu ili uweze kukusaidia kukukwamua, kukutoa katika dhiki, misukosuko, mitihani unayoipitia. Uradi unasemaje? Kwanza jifunze maneno haya: bismillahi khairur raziqin innahu huwa arrazzaqu dhul quwwatil matin. Narudia tena, bismillahi khairur raziqin innahu huwa arrazzaqu dhul quwwatil matin. Narudia tena kwa mara ya tatu ndugu yangu, ili uweze kunielewa vema, uweze kunielewa sawa sawa. Bismillahi khairur raziqin innahu huwa arrazzaqu dhul quwwatil matin. Huu uradi niliokupa ndugu yangu Muislam, iwe umerogwa, iwe umefungwa, iwe una hasadi, iwe una kijicho, iwe una nuksi, iwe una mkosi, iwe una balaa lolote la dunia ambalo unajua balaa hili huwa linamfanya mtu riziki zake zinakuwa ngumu, huwa linamfanya mtu riziki zake zinakuwa nzito, huwa zinamfanya mtu riziki zake zinakuwa za ugumu kuzipata, anahangaika kupita kiasi. Ndiyo uradi uliowatoa watu walioutumia katika dimbwi la umaskini likawaleta katika dimbwi la hali nzuri kwa kadiri Mwenyezi Mungu anavyompangia. Manake Allah Subhanahu wa Ta'ala anampa mtu kwa kumkadiria. Inna Allaha, hakika ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yarzuq wa yaqdir, anatoa riziki na anakadiria vile. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye anayekadiria huyu nimpe kiasi gani na huyu nimpe kiasi gani. Kwa hiyo Allah unapomwomba anakupa kwa kadiri anavyokujua yeye na anavyokuelewa. Lakini tunaomba Allah Subhanahu wa Ta'ala utakapoifanya dua hii iende ikakukomboe, ikutoe chini katika dimbwi la umasikini na ikulete katika dimbwi la hali nzuri kabisa ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa amekukadiria. Huu uradi utautumia vipi ndugu yangu Muislamu na mpenzi katika imani, ili uweze kuona maajabu yake, ili uweze kuona mazito yake, ili uweze kuona maajabu makubwa kabisa yanayopatikana katika uradi huu. Huu uradi unatumika kwa muda wa siku 21 baada ya swala ya asubuhi. Unapokuwa umemaliza kuswali swala ya asubuhi, kama ni mwanamke swali nyumbani, kama ni mwanamume kasalie msikitini, na hakikisha unaipata swala ya jamaa ndani ya siku 21 mfululizo. Hakikisha unaipata swala ya jamaa biidhnillahil karim. Ikitokea siku bahati mbaya umeikosa swalatul jamaa kwa udhuru wa kisheria, labda mfano usingizi umekupitia, maskini ya Mwenyezi Mungu, siku hiyo haukuipata swala ya jamaa, sio kwamba eti ndo dua hiyo haitofanya kazi na hautofanikiwa. Hata kama utakuwa imekupita ile swala ya jamaa katika udhuru za kisheria, basi insha Allah Taala unaweza ukaendelea kuifanya, lakini ni vema ujitahidi katika hizo siku 21 swalatul jamaa uipate nyuma ya takbira ya imam, alafu hapo utaona maajabu ya hii uradi ninayokupatia. Sasa utakapokuwa umemaliza kuswali salatu subhi, kuna zile uradi alizozielekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam, unazisoma zile uradi, unazimaliza. Kwa wanawake, nyinyi mnasalia nyumbani, nafikiri hili kwenu wallahi alazim, mkishindwa dada zangu mshindwe nyinyi, mkishindwa mama zangu mshindwe nyinyi, manake tutakuwa hatuna kingine cha kuwapa dada zangu, mama zangu mnaolalamika kila siku mambo magumu, maisha magumu. Tunajitahidi kuumiza kichwa, kukaa chini, kukupeni adhkari nzuri, adhkari bora, ili muweze kutatua baadhi ya shida mnazozipitia. Baadhi yenu mmetelekezwa na waume, baadhi yenu mmekimbiwa na waume, baadhi yenu maisha yenu yamekuwa magumu, mmeachwa talaka za dhulma, mko mnahangaika, maskini ya Mwenyezi Mungu. Uradi ndio hizi dada zangu nakupeni, uradi ndio hizi mama zangu nakupeni. Hebu zishikeni katika majumba yenu, zikamateni nazo hizi uradi, alafu mtakuja kuona maajabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kukufungulieni milango ya baraka, katika kuwafungulieni milango ya riziki, katika kukupeni khairati mbalimbali. Dua hii na uradi huu ninakufundisha maajabu yake ni mazito kabisa. Sasa vipi utatumia? Baada ya swala ya asubuhi,
baada ya swala ya asubuhi, baada ya kuwa umeshafanya zile uradi zote za swala asubuhi ukamaliza, kuna uradi mmoja ukianza kuutanguliza huo itakuwa bora, nao ni uradi wa Nabiyullahi Yunus. Uradi unasoma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Ukianza na uradi huu mara 110, yani ukianza na uradi huu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, uradi maarufu ambayo watu wengi wanaijua uradi hii. Sasa hii unaanza nayo mara 110. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, mara 110. Sasa ukishasoma hii mara 110 ndo unakuja sasa kumalizia huu uradi wako niliokufundisha hapa. Bismillahilladhi, uradi niliokufundisha hapa, subhanallah, uradi unaosema bismillahi khairur raziqin, bismillahi khairur raziqin innahu huwa ar-razzaqu dhul quwwatil matin. Bismillahi khairur raziqin innahu huwa ar-razzaqu dhul quwwatil matin. Bismillahi khairur raziqin innahu huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Sasa hii nayo unaisoma mara 110. Hii nayo unaisoma mara 110. Ukimaliza hapo unamsalia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama. Hapo sasa utaona maajabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa muda wa siku 21. Mimi sina shaka ndugu yangu Muislam na mpenzi katika imani, ukikaa kitako sawa sawa, ukayafanya haya niliyokuelekeza sawa sawa, ukaleta uradi wa Nabiyullah Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, bismillahi khairur raziqin innahu huwa ar-razzaqu dhul quwwatil matin. Hapo utaona maajabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndugu yangu Muislam, atakavyokumiminia riski, atakavyokufungulia milango ya baraka, atakavyokufungulia milango ya kheri. Lakini sitaacha kukukumbusha ndugu yangu, mpenzi wa dua, mpenzi wa uradi, mpenzi wa adhkari mbalimbali, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, innal abda, hakika ya mtu, yuhramu minar rizqi, anazuiliwa siku nyingine riski zake, lidhanbin yusibu, kwa madhambi yanayomsibu. Baadhi ya watu wengi riski zetu zimekuwa ngumu, riski zetu zimekuwa nzito kwa madhambi yanayotusibu. Tunamuasi sana Mwenyezi Mungu, tunamkera sana Allah subhanahu wa ta'ala, tunamuasi sana Mwenyezi Mungu, na yeye anaamua kutufungia milango ya riski. Wewe kama ni mzinzi na umeshindwa kuacha uzinifu, wewe ni muongo na hutaki kuacha uongo, mfitinishaji, mbea, mnywa pombe na maasi mengine makubwa alkabair umeyakamata, usimtafute mchawi baba yangu, mchawi ni wewe mwenyewe. Wakati mwingine matendo yako ndiyo yanaroga maisha yako, wakati mwingine vitendo vyako ndiyo vinaharibu maisha yako. Wacha maasi ndugu yangu, rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tubia tauba ya kweli mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Utaona Allah subhanahu wa ta'ala alivyokuwa ni mwepesi wa kukupa riski. Unapofanya maasi, Allah anasema huyu hakuna kumpelekea hii riski, funga kabisa milango yake ya riski mpaka pale atakapotubia. Kwa hiyo jitahidi tunapojikurubisha kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na sisi tujaribu kubadilisha kanuni za maisha yetu. Kama ulikuwa una maasi fulani unatenda, jitahidi kuyaacha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Siku 21 kila baada ya swala ya asubuhi unapiga hiyo la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, bismillahi khairur raziqin innahu huwa ar-razzaqu dhul quwwatil matin. Maneno mazito kabisa hayo ndugu yangu Muislam, maneno makubwa kabisa hayo ndugu yangu Muislam, yatakayokutoa katika shimo la dhiki na kuleta katika uwanja wa faraja, uwanja wa riski, uwanja bora kabisa biidhnillahi al-karim. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala akiwa utayatenda haya, akiwa utayafanya haya, awe ni mwenye kukukubalia na kukunyoshea milango yako ya kheri na baraka na kukufungulia milango ya riski insha al-Maula jalla jalaluhu. Sisahau ya kuwa tunapatikana Kigamboni, Mwembe Mtengo, karibu kabisa na Tuangoma insha al-Maula jalla jalaluhu. Kama hujaelewa darasa yangu vema, usikose kunitafuta kwa 0787552211 au unaweza kunitafuta kwa 0755577022. Kwa wale ndugu zangu wanaotumia Mixx by Yas au Mixx au Yas Mixx, unaweza ukanitafuta kwa 0679 25 22 11. Shukran lakum, jazakumullah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.